Kwa jina mimi naitwa Amina Agustini Mzeru, ni mwenyekiti wa kikundi cha Matumaini. Kabla ya kujifunza kilimo cha ekolojia, yani nilikuwa nalima kilimo cha kawaida. Kwa sababu nilikuwa sina mafunzo, kwa hiyo nilikuwa najua nalima tu, napanda mbegu, napeleza mimi mwenyewe. Lakini kupitia mafunzo ya PERA, nashukuru nimeingia kwenye mfumo wa kilimo ekolojia. Zamani tuliziacha, tulikuwa tunatumia mbegu za kisasa. Lakini baada ya kuingia mafunzo ya PERA, tunashukuru tumeacha mfumo wa kisasa, tumerudi kwenye mbegu za asili. Kwa sababu unapopanda mmea wa asili, unahimili ukame. Kilimo cha ekolojia na kilimo cha zamani, kilimo cha ekolojia ni kizuri kwa sababu kipato ninachokiona kinachokuja usoni kwangu ni kikubwa kuliko kilimo cha mwanzo. Kwa sababu tunda zangu zimezaa vizuri tofauti na mwanzo nilipokuwa nikilima. Kuhusu chakula, na uwezo wa kupata chakula, na hifadhi godauni, kingine natumia mimi na familia yangu. Nilikuwa na changamoto, nilikuwa sielewi kwamba mmea wangu hapo unatakiwa niufanyeje. Lakini baada ya kuingia kwenye mafunzo kilimo ekolojia, najua kwamba mmea wangu hapo ukibadilika, natakiwa nitengeneze booster ili nipulizie shamba. Mmea wangu hapo kuna wadudu wana asili, natakiwa nitengeneze dawa za asili ili nimwagie. Kwa kweli nashukuru, kupitia mafunzo ya PERA niko vizuri. Kilimo cha kawaida nilikuwa napata kama kilo 200 za maharage, manake nilikuwa naona kwamba ni kipato ambacho ni kizuri. Lakini kwa jinsi ninavyoona tunda langu lilivyo, nahisi nitapata zaidi ya hapo. Yaani nitapata kikubwa zaidi. Kweli wanawake hapo nyuma tulikuwa hatuelewi nini maana ya uongozi kwa mwanamke. Lakini kupitia TGMP tunaelewa kwamba nini maana ya uongozi kwa mwanamke. Kwa sababu na mimi ninao uwezo wa kusimama kama mama. Tunachokilima, tunavuna, tunashauriana, tunauza kwa pamoja. Lakini zamani mwanaume unapopata chakula, mwanaume anakuwa ni mmiliki. Lakini baada ya kupata mafunzo ya PERA, hawezi akanizulumu na tuko vizuri, wote tunaenda sawa. Yaani mimi ninapopata mafunzo kama mimi pale ninapokuwa darasani, maana ninapotoka nakuwa na changamoto za kwenda kwenye mikutano, kuhamasisha pale kwenye mkutano, kuna agenda pale tunaachiwa, tunazungumzia kuhusu swala la ukatili. Ninapoenda kama magombani hata kwa wenzangu tunapokutana, nawaeleza jamani, wanawake sasa tunatakiwa tuamke. Mwanaume akikufanyia 1 2 3 maana yake amekufanyia nini? Amekufanyia ukatili. Kwa hiyo zipo ngazi, unaenda unajielezea, ukatili unakuwa unatoka. Wanawake wengi wako kwenye uongozi. Wa kwanza, mwenyekiti wetu wa kijiji ni mwanamke. Dokta wetu ni mwanamke. Mtendaji wetu ni mwanamke. Kwa hiyo yani kwa hapa tunajivunia kwamba wanawake tumebadilika, kwa sababu hapo nyuma tulikuwa hatuwezi kuombea ngazi kama hizi. Lakini kwa sababu tumeamka kupitia mafunzo ya TGMP, tumeamka, wanawake tumeshakuwa viongozi. Tuna uwezo wa kugombea ngazi ya aina yoyote.